Lucky Stars, Sport Next Level. Kwa kiwango anachokionyesha sasa mchezaji wa kimataifa kutoka Zambia, Joshua Budo Mutale, ni dhahiri kwamba atakuwa amemfanya kocha Fadlu Davids kichwa chake kimuume. Ndio juu ya nani atakayeanza katika mechi ya tarehe 17, mechi ya kwanza ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Mchezaji huyu wa kimataifa kutoka Zambia, umri miaka 22, Budo aliingia nchini kwa kishindo na kutambulishwa kwa jina la utani la SGR kutokana na kasi yake na uwezo mkubwa alioonyesha alikotoka katika klabu iliyokuwa ikichezea nchini kwao ya Power Dynamos. Lakini baada ya kutoa nchini kwenye mechi za pre-seasons, maandalizi ya msimu, Joshua Budo Mutale alikuwa ni miongoni mwa waliong'ara sana ndani ya kikosi cha Simba chini ya kocha Fadlu Davids. Bahati mbaya sana kwake, kwenye ligi kuu na mechi nyingine rasmi za wekundu wa Msimbazi Simba, Budo Mutale alipopata nafasi wala hakuonyesha yale makali yaliyotarajiwa. Matokeo yake maneno yakaanza kuibuka juu ya ubora wake. Lakini hivi karibuni kocha Fadlu Davids ambaye ameendelea kumwamini na bila shaka kumpa moyo juu ya nini alichopaswa kufanya kwa ajili ya kukidhi matakwa ya Simba, Joshua Budo Mutale ameanza kumlipa kocha Fadlu Davids kwa kiasi kikubwa mno. Amekuwa akionyesha kiwango bora kila mara anapata nafasi ya kucheza. Kwenye kombe la shirikisho la benki CRDB, Joshua Budo Mutale ni miongoni mwa nyota wanaong'ara sana na kuibeba Simba kiasi cha kuifikisha katika hatua ya nusu fainali. Kwenye ligi kuu Tanzania bara, katika mechi za hivi karibuni za Simba za viporo, ili kufikia idadi ya mechi 26 walizocheza watani za wajadi Yanga wanaongoza kwenye msimamo, Simba imeshinda viporo vyake vyote, imevitafuna vizuri. Miongoni mwa waliong'ara na kufanya vizuri ni pamoja na Joshua Budo Mutale. Ikumbuke katika kikosi cha kwanza cha Simba hivi karibuni, mara kwa mara wanaoanza huwa ni Kamara, alafu pembeni mabeki wa kulia huwa ni Kapombe, kushoto Shabalala, katikati huwa ni Abdurazak Hamza ambaye hucheza na Shemalon Fondo ama Shamu Karabu baada ya Shemalon Fondo kuumia kipindi fulani, lakini sasa hivi amepona na kufanya yeyote kuanza, lakini wanaanza na Abdurazak Hamza. Lakini kwenye viungo wawili katika mfumo wao baada ya golikipa ni 4-2-3-1. 4-2-3-1. Kwenye hawa wawili mara nyingi huwa ni Yusuf Kagoma na Fabrice Luamba Ngoma. Halafu katika hawa watatu katikati huwa kuna Jasha Ahua, kulia huwa ni Kibu Dennis Prosper Kibudenga, alafu kushoto huwa ni Eli Mpanzu Kibisawala. Sasa Joshua Budo Mutale si miongoni mwa wale ambao huanza mara kwa mara, lakini pale alipopata nafasi akiwa katika eneo hili lao watatu wa juu, Joshua Budo Mutale amemlipa Fadlu Davids hivi karibuni na tayari ameanza kujikita kwenye nyoyo za mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kiwango bora alichoonyesha. Leo hii kwa mfano wakicheza dhidi ya KMC, Simba walishinda kwa mabao 2-1 wakiwa wao ugenini dhidi ya KMC kwenye uwanja wa KMC Complex. Mabao 2 ya Simba yalifungwa na Steven Dese Mukwala, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda. Pasi zote zilitoka kwa Joshua Budo Mutale, kwa maana assist, lakini hiyo haitoshi. Mutale katika movement zake akionyesha ubora wa hali ya juu katika kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kuwavuruga wachezaji wa KMC kwenye eneo lao la kiulinzi na hivyo kutoa fursa kwa wenzake kulifikia lango la wapinzani, lango la KMC ambalo langoni kulikuwa na golikipa Hamada. Joshua Budo Mutale akapata anachostahili katika mechi. Alikuwa ndiye man of the match katika mechi ya Simba dhidi ya KMC, ingawa hakufunga bao lolote, lakini alitoa assist, pass saidizi za mabao zilizotumiwa vyema na Steven Dese Mukwala. Katika bao moja wapo inakumbukwa vizuri, alicheza 1-2 na wenzake katika namna kama PlayStation, yani kwa mguso mmoja, huku akienda mbele na kuwavuruga KMC ambao mwisho wa siku wakaruhusu bao, miongoni mwa mabao mazuri sana. Mengine alikoswa na wenzake ikiwemo Steven Dese Mukwala aliyepoteza nafasi 2 za wazi, ingawa ndiye aliyefunga mabao 2 aliyowapa Simba ushindi. Sasa kiwango chake hiki ambacho pia kinakumbukwa vyema katika mechi zilizopita, kwa mfano mechi dhidi ya Pamba ambayo Simba walishinda 5-1, Joshua Budo Mutale ni miongoni mwa waliong'ara sana kwenye mechi hiyo. Lakini pia na mechi nyingine ikiwemo hata dhidi ya JKT, kwa dakika alizocheza alifanya vizuri. Matokeo yake, kwa nini anaweza kumuumiza kichwa kocha Fadlu Davids? Ni juu ya kweli kwamba ameleta ubora ambao unamchallenge katika kikosi chake cha kwanza, kwamba aanze na wale aliozoeana siku zote, kwa maana Eli Mpanzu Kibisawala ambaye amekuwa kwenye kiwango bora, kuna Kibu Dennis Prosper amekuwa kwenye kiwango bora, Jasha Ahua amekuwa kwenye kiwango bora sana na ndiye kinara katika upachikaji mabao katika ligi kuu Tanzania bara akiwa na mabao 15. Lakini kwenye kombe la shirikisho Jasha Ahua amefunga mabao 3, ana assist 2.
Kibu ana mabao matatu, Elie Mpanzu Kibisawala ana bao, ana assist. Nani sasa pale wa kuweza kumpa nafasi Joshua Budo Mutale ambaye ameonekana ni funguo muhimu dhidi ya timu inayozuia sana? Hapa ndipo unaona ni mtihani mzito kwa kocha Fadlu Davis, namna gani aweze kuwapata wachezaji wote ambao wamekuwa kingara sana katika kikosi chake, halafu wakati huo apate huduma kutoka kwa Joshua Budo Mutale ambaye ameng'ara sana katika mechi alizompa hivi karibuni. Miongoni mwa faida yake Joshua Budo Mutale ni uwezo wa kupiga chenga, kupasua ngome ngumu ya wanaopaki basi, wanaokuwa wengi nyuma katika kuzuia. Sasa mechi ya Simba dhidi ya RS Berkane, matarajio ni kwamba katika baadhi ya nyakati RS Berkane watakuwa wanaweka mshonano mkubwa kwenye eneo lao, compactness. Ingawa wako nyumbani, inafahamika RS Berkane wamefika fainali wakiwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Wamefunga mabao mengi zaidi ambao ni 18, wameruhusu mabao machache zaidi ambao ni 2. Kwa nini wameruhusu mabao machache? Ni kwa sababu ya aina uchezaji wao ambayo mara nyingi upanga baada ya golikipa ni 4-4-1-4-1, na hivyo kuwafanya muda mwingi wanapozuia kuwe na utitiri wa wachezaji wao, wachezaji wengi kuanzia 6, 7, 8 mpaka 9 wakati mwingine, kuhakikisha nyinyi hampati nafasi ya kufikia golikipa wao Moner Mohamed. Lakini wanapopata mpira, wanapoamua kushambulia, wanashambulia kwa kasi ya ajabu, counter attacks, mashambulizi ya kujibu ambayo mipira huenda kwa kina Yusuf Mehri, kwenda kwa kina Yasin Labiri, kwenda kwa kina Paul Basene, kwenda kwa kina Ayub Khairi, na mwisho kumfikishia mshambuliaji wao kinara, huyu ni Osama Lamlili. Sasa namna pekee ya kuhakikisha walau kunakuwa na uvurugaji wa safu yao ya kiulinzi ni kupata mchezaji mwenye uwezo wa kupasua ngome. Elie Mpanzu Kibisawala mzuri katika hilo, Kibu Dennis Prosper mzuri katika hilo. Lakini kuna nyakati atahitajika Joshua Budo Mutale ambaye uwezo wake wa kuhimili, kusimama imara chini ya ardhi kwa sababu ya urefu wake wa around 5 na inchi 6 humfanya awe na ile tunasema kuwa na uimara, stability, uthabiti kutokana na center of gravity. Uwezo wake wa kuhimili, uimara wa kusimama, nadhani imeleweka vizuri, na kukimbia dhidi ya wachezaji warefu zaidi yake humfanya pia awe na faida ya ziada katika kupenya, na ikikumbuka kwamba ana uwezo mkubwa katika kudribble, kupiga chenga na kupiga mashuti. Sasa anapokwenda kukabiliana, Simba anakwenda kukabiliana na walinzi madhubuti na viungo warefu. Kwa mfano, wanakabiliana na Mamadou Lamine Camara, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, umri miaka 22, ana urefu wa futi 6 na inchi 3. Ndiye huyu mmoja katika eneo lao la kiulinzi baada ya golikipa, walinzi 4, kiungo mmoja huyu ndo huwa anatibua shughuli nyingi za wapinzani kuelekea lango lao. RS Berkane mbali na kiungo wake huyu Mamadou Lamine Camara, lakini pia ina walinzi matata kwelikweli. Beki wa kushoto huyu ni Hamza El Musawi, yuko imara sana. Beki wa kulia hapa tunazungumzia Haitham Manuit, yuko imara sana. Lakini wakatikati mara nyingi kwa mechi za karibuni huanza Adil Tahif, lakini vile vile pamoja na Abdelhak Asal. Hawa wote katika kucheza kwao kwa mshonano, wakipata support kutoka kwa viungo wao wakiwamo kina Mamadou, akina Ayubu Khairi, wamekuwa wagumu mno kupitika. Ni dhahiri katika baadhi ya nyakati patahitaji mchezaji wa aina Joshua Budo Mutale, vile alivyovionyesha mfano dhidi ya KMC, anachokionyesha katika michuano kombe la shirikisho ya benki ya CRDB ambayo kocha Fadlu Davis mara nyingi humwanzisha yeye. Ni dhahiri kwamba sasa ni wakati apate walau dakika chache uwanjani kuweza kuwa challenge wenye kucheza mara kwa mara nafasi hii, yani kina Elie Mpanzu, Kibu Dennis na Jasha Ahua. Kwa sababu gani? Ni kwamba kuna nyakati kwa ukuta wao mgumu RS Berkane, Simba itahitaji ufunguo mmoja wapo, mbali na Elie Mpanzu, mbali na Kibu Dennis ambao washathibitisha juu ya ubora wa kufungua beki inayokuwa ngumu, inayopaki basi. Kuna nyakati yeye Joshua Budo Mutale anaweza pia akafanya jukumu hilo, na akirudia kile ambacho tayari ameshakionyesha. Ni dhahiri kwamba hii ni kitu nyingine muhimu kwa kocha Fadlu Davis, na hapo ndipo mtihani unapokuja, mtihani ambao makocha hupenda zaidi, yani kuwa na wakati mgumu nani wa kumwanzisha, kwa sababu unakuwa na mchezaji zaidi ya mmoja wenye ubora wa hali ya juu katika nafasi moja, na hivyo kuwa na kigagaziko juu ya nani aanze, nani aje kuingia baadaye. Joshua Budo Mutale kwa kiwango alicho nacho amekionyesha katika wakati sahihi ambao Simba inahitaji sana wachezaji wa aina yake. Sababu ya kumsajili ni pamoja na hiki anachokionyesha, ili awe msaada katika mechi mbili za fainali dhidi ya RS Berkane. Kama si kule Morocco, basi hata kwa Mkapa jijini Dar es Salaam.
ni dhahiri kwamba atapata dakika kadhaa kutoka kwa kocha Fadu Davis, na huenda akirejea haya ambayo ameshaonyesha, Simba itanufaika kupitia kwake, hasa kwa kufungua ukuta mgumu wa RS Berkane ambao mechi 10 dakika 900 wameruhusu mabao 2 tu mpaka sasa katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Je, nini kitakachofuatia katika mechi hizo za fainali? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa channel hii, endelea kuiunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.